Mtu yeyote anayepokea ufadhili ni kwamba analelewa, kwa maanake ni malezi, kwa maana mtu huyu hawezi katika eneo fulani, kwa hiyo anapokea ufadhili wa kumwezesha yeye aweze. Anakuwa hawezi, kwa hiyo anapata mlezi kupitia ufadhili. Anapata mlezi kupitia ufadhili wa kumlea katika hicho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanaoishi, tunaona kwamba kuna mtu ama kuna watu, kuna nchi, kwa maana serikali, kuna hizi mashirika hivyo. Watu wamekuwa wanaishi kwa kufadhiliwa, kwa maana wanalelewa. Kwa mfano kama nchi na nchi wamezipanga katika nafasi zao. Kwa zile nchi ambazo zinatambulika kwamba ni nchi maskini zinalelewa, ndio maana zinapokea ufadhili. Kwa hiyo ufadhili manake ni malezi ya kumlea yule asiyeweza kitu. Kupokea ufadhili ni kupokea malezi, yaani unakubali kulelewa na huyo anayekufadhili. Sasa sisi tumesema kwamba tulipokuwa tunaangalia kipengele cha fadhili ni upendeleo, tukasema hatukuwa tunastahili, lakini tukapokea upendeleo kwa makosa na maisha ambayo tuliishi mbele zake Mungu. Hatukustahili sisi kuwa wana wa Mungu, kuitwa wana wa Mungu, lakini sasa upendeleo ndio umetupa sisi nafasi ya kuwa wana wa Mungu. Ndio ile bali wote wanapokea aliwapa uwezo kufanyika kuwa watoto wa Mungu, ambaye tunaisoma katika Yohana sura ya 1 mstari wa 12. Kwa hiyo sasa unakuta kwa maana yake ni kwamba yule anayekubali kulelewa na Mungu ndio anayepokea fadhili zake, na atazipokea fadhili za Mungu kupitia Kristo Yesu ambaye ndiye Bwana na Mwokozi aliyebeba fadhili za Mungu kwa wanadamu. Ndio maana sura ile ya 14 mstari wa 6 anasema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Hakuna mtu atafika kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Maanake mimi ndio nimebeba fadhili zake Mungu kwa wanadamu. Hakuna mtu anayeweza kufika kwake kwa lolote lile isipokuwa amepokea ufadhili wangu. Yaani mimi ni mfadhili. Ndio maana akasema Yesu, ombeni lolote kwa jina langu. Ombeni lolote kwa jina langu, na hilo jambo litafanyika. Kwa nini? Kwa sababu ndiye yeye aliyebeba ufadhili wetu, na yeye sasa ndiyo aliyepewa kutulea. Yesu ndio mlezi wa kanisa, yaani amepewa wanadamu awalee. Kwa hiyo yule atakayemkubali yeye awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake, sasa anakubali kuingia kwenye malezi yake, na malezi yake sasa ndio wewe unapata, ama mimi napata kibali kwa Baba. Kwa hiyo sasa yeye tunamuona tena anasimama kama mpatanishi, kwa sababu mimi nimekubali kulelewa na yeye, basi naunganishwa na Baba. Hakuna mtu anaweza kumwendea Mungu kama Mungu, maana Mungu ni roho. Lazima iwe ni kwa njia ya Kristo Yesu. Ndio maana tunasema kwamba yeye Mungu ni Mungu wa miungu yote. Watu watakuwa na miungu yao, watakuwa na hivyo, lakini huyu Jehova amesema habari zake ndiye Mungu wa hao wote. Ni kwa sababu tu walikataa kulelewa, ndio wakatafuta njia zingine za malezi, lakini sio kwamba wako salama. Sasa usalama wa mwanadamu ni ndani ya malezi ya Kristo Yesu. Ndio usalama wa mwanadamu kwao.
Kwa manake mtu akubali kuingia kwenye wokovu. Hiyo ndio maana. Mtu awe ni nani, awe wapi, anafanya nini, akubali kuingia kwenye wokovu. Na kukubali kuingia kwenye wokovu ndio tunakuja sasa kuona Yesu ndiye mlezi. Sasa kama Yesu ndiye mlezi wetu, ina maana kila kitu kinachotakiwa mimi kukipata lazima kipite kwake yeye mlezi ambaye ndio anayenilea. Hata ukisema kwamba unaenda kusaidia siku watoto yatima, huwezi kwenda kwa wale watoto ukawasaidia. Wale wanalelewa, wana mlezi wao. Sasa wewe inabidi uwasiliane, ukubaliane, uwe karibu, uzungumze, umweleze huyo mlezi ni nini unataka kupeana huko kwa hao watoto wanaowalea. Kwa hiyo ndio yeye atakupa kibali, atakwambia let. Na ukipeleka, hupeleki kwa watoto, utapeleka kwake, kwa sababu yeye ndio anaye jua nani ni nani pale, nani anafanya nini. Na kama alivyosema kwako wewe unaye kwenda kutaka kufadhili sijui hapo, ndipo sasa yeye atadistribute, atagawanya kulingana na. Sasa ndivyo hivyo ambavyo ilivyo na Yesu Kristo, kwa kupewa yeye kutulea sisi na baba yake. Manake hakuna mtu anayeweza kukaa mbele za Mungu, hamna. Biblia inapomtamka Mungu kwamba ni moto ulao. Kwa hiyo ile hasira ya Mungu nitasema siwezi kusema imechujwa, lakini imepunguzwa makali kwa Yesu Kristo. Ndipo wanadamu waweze kuingia ndani ya Kristo Yesu, yani wampokee yeye kama Bwana na Mwokozi wa maisha, wakubali kulelewa na yeye. Yeye ana fimbo zake za kutandika watoto wake, lakini Mungu ni mwenye hasira. Tunaona wakati akitembea na taifa la Israeli nini kilitokea. Ndio maana sasa tunazungumza habari za Yesu Kristo, kwa sababu wakati akitembea na taifa la Israeli hakukuwa na mlezi mwingine isipokuwa Musa aliyekuwa amewekwa kama mwanadamu. Kwa hiyo ndio maana Mungu alikuwa anasema na Musa, ndio Musa anapeleka. Kwa hiyo fadhili, kwa hiyo Mungu alikuwa na wafadhili wanadamu kipindi hicho taifa la Israeli kupitia Musa, kwa sababu Musa ndio alikuwa amepata ile neema ya kubeba zile fadhili za Mungu. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba neema aliyokuwa amepata Musa ndio alibeba ule mzigo wa Mungu, lakini sivyo kwa namna ambavyo Yesu Kristo ameweza kubeba ama anavyoweza kubeba, kwa sababu yeye ni Mungu. Kwa hiyo tunaona kwamba huyu Musa kama mwanadamu naye alifika mahali akashindwa kubeba zile fadhili zake Mungu. Kwa hiyo tunaposema hakuna mwanadamu anayeweza kumsogelea Mungu, kwa sababu Mungu ni moto. Ni moto. Sasa sijui kama ni nyinyi mlikuwepo hapa. Nilifundisha wakati fulani, nilikuwa ni semina ya watumishi nafikiri mwaka juzi kama sikosei, mwaka juzi. Nikasema ya kwamba Mungu analindwa na walinzi wanaomlinda ni malaika. Kuna makerubi na maserafi. Nikafundisha nikasema kwamba ili Mungu wale wanalinda nini? Ile hadhi ya Mungu inayobebwa na utakatifu wake, ambapo ndiposa utukufu wake unaweza ukaonekana. Utukufu wake unaweza ukaonekana, yani unakuwepo. Nikasema ya kwamba katika ulinzi ambaye Mungu alionao, makerubi wao wako pale kama walinzi wakitunza na kuachilia ule utukufu wake Mungu. Yani wanautunza na kuulinda utukufu wake Mungu ili Mungu abakie kuwa Mungu. Na tukasema kwamba maserafi wale ni malaika wanaobeba moto, na moto wanaobeba ndio maana Mungu anaambiwa ni moto ulao. Huwezi kumsogelea Mungu ukiwa katika mazingira mabovu, hali mbaya, yani maisha fulani tunataka kuwa nayo, alafu mimi nataka kusogea karibu na Mungu. Haiwezekani, kwa sababu ana walinzi.
Sio jinsi tunavyofikiria sisi watu tuliookoka kwamba unaweza ukatoka tu au kaenda tu kama vile unaenda sio kumuona nani muuza mkaa. Hapana. Ana walinzi, na walinzi wake ni malaika maserafi. Wale ni moto. Waliumbwa kwa kusudi hilo. Na wewe unayekwenda kumsogelea ukiwa katika hali hiyo, kabla hujamfikia moto wao ndio unakuunguza, unakutoa hapo, unakupeleka mbali. Sasa tukiweza kufahamu namna uweza wa Mungu unavyotenda kazi, sio kwa namna tunavyoona na kufikiri hapa duniani, hata ndio tukachukulia wokovu kwa in a simple way, kwa namna ya kawaida sana, ni hapana. Kwa sababu ulinzi ambao uko, ndio maana hata wakati wa taifa la Israeli Mungu aliposema watengeneze lile sanduku la agano, akatoa maagizo kuwekwe nini ndani, maana nini, ile fimbo ya Haruni na kadhalika ziwemo ule ndani. Lakini akasema na atengenezwe kerubi na serafi, walinzi wa lile sanduku, wakawekwa pale juu hivi. Walikuwa ni sanamu, lakini kuwakilisha, yani kile ambacho Mungu alikuwa anasema hema yake itengenezwe, ndivyo ambavyo mbinguni mahali pake kwenye mlima wake mtakatifu ulivyo. Yani jinsi ilivyo kule ndivyo ambavyo ilivyo kwa hapo. Kwa wale wanafunzi mkifika kwa degree ndio tunajifunza hayo, mtakutana na hilo somo. Ndio jinsi ilivyo, kwa maana ya kwamba hakuna mtu anaweza akasogea. Ndio maana wewe sasa ni hekalu la Mungu, lakini ukikubali kukaa chini ya malezi. Mimi kama hekalu la Mungu, alafu nikakaa katika misingi ya Mungu, moto unalinda, utukufu wa Mungu unakaa na mimi. Asogee mtu ambaye hayuko sawa, anapelekwa mbali. Ndio maana inakuwa ni kazi kumsogelea mtu ambaye amekaa sawa na Mungu. Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini? Ndio maana wachawi wanamuona mtu huyo kwenye ulimwengu wao wa rohoni kwamba haingiliki. Kuna mtu anaelewa nasema nini? Kwa hiyo unaona kabisa kwamba mtu huyo aliyekubali malezi, kulelewa, kuna ulinzi wa kiungu, ulinzi unaomlinda utakatifu wake Mungu. Ndio ulinzi unaomlinda utakatifu alionao huyu mtu aliyekubali kuulipia gharama. Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini? Kwa hiyo tunaona ni jinsi gani ambavyo kanuni za Mungu zinavyotenda kazi kwa wanadamu. Haya ni mambo ya msingi sana, mtu akiyafahamu akaweza kubadilisha mfumo wa maisha yake ya wokovu, akakubali kulelewa na Yesu Kristo. Maana yeye ndiye aliyeachwa kama mlezi, na hatuna mlezi mwingine. Hatuna, ni yeye. Sasa kama Yesu Kristo ndio mlezi wetu, ndio aliyebeba fadhili zetu. Kile ninachokihitaji mimi nifanyiwe na Baba, Yesu ndo amebeba. Kwa hiyo yeye, kwa sababu amebeba, mimi nikikubali kulelewa na yeye, kwa maana yake sasa nimempokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, alafu nimekubali kuishi kwenye kanuni zake, fadhili zake zitanifikia. Na kile ambacho ni cha, yani nakiomba ama nakihitaji ama ndio natakiwa kukipata, kinachotakiwa kuachiliwa kutoka kwa Mungu, akiwezi kutoka kwake Mungu kikaja kwangu direct, lazima kipite kwa mlezi wangu. Ndio maana Yesu akasema ombeni lolote kwa jina langu, kwa sababu mimi ndio mlezi wenu, mimi ndio niko hapa na walea. Ndio maana akasema na waachia sasa roho wangu akae na nyinyi. Ndio akamwachilia Roho Mtakatifu. Na ndio tukasema kwamba haya matunda ambayo tunayojifunza, maana tuko kwenye matunda ya Roho Mtakatifu, tukasema haya matunda sio ya Roho Mtakatifu, ni yake yeye ambaye ndio mlezi wetu. Lakini yeye Roho Mtakatifu ndio amebeba sasa. Yeye, mimi kukubali kulelewa na Kristo Yesu, na Yesu Kristo akaachilia roho wake sasa akae na sisi. Kwa hiyo kile alichomwachilia, yani jinsi alivyomwachilia akae na sisi, na mimi Helena, alimpatia na vile vya kukaa navyo ndani yangu, vya kufanya ndani yangu. Ndio haya matunda yanayotakiwa yaonekane.
Kwa hiyo hakuna vitu sijui huyu anafanya hivi, sijui Roho Mtakatifu anafanya hivi. Ule ni mgawanyo wa kiutendaji, lakini utendaji ni huu mmoja uliobeba sura hii moja, unaomwakilisha Mungu Jehova peke yake. Lakini katika kutenda sasa, ndio sasa huyu atafanya hiki na huyu atafanya hiki. Kwa hiyo sasa tunabaki sasa tunamwona Roho Mtakatifu ambaye ndio mtendaji sasa mkuu wa kuachilia sasa yale matunda sasa, ambazo sasa kule kufadhiliwa kwangu, nafadhiliwa kwa sababu nimekubali malezi ya Kristo Yesu awe Bwana wangu, awe Mwokozi wangu. Kwa hiyo ananitunza. Katika kunitunza ndipo Roho Mtakatifu sasa anaanza kuachilia sasa yale ambayo aliyokuwa amepewa, kwa maana kwa yoyote yule atakayekubali kukaa na yeye, kumkubali kuongozwa sasa na Roho wa Mungu, kukubali kusaidiwa na Roho Mtakatifu, kukubali kufundishwa na Roho Mtakatifu, kukubali kufarijiwa na Roho Mtakatifu, kukubali kushauriwa, kuongozwa, kufundishwa na kusaidiwa na Roho Mtakatifu. Sasa yeye ananisaidia mimi kuyaishi yale aliyopewa aniletee. Yeye ndio ananifundisha mimi kuishi na hayo aliyopewa aniletee. Yeye ndio atakaye nifariji wakati hayo aliyopewa niletee yameonekana magumu kwangu, sijui namna ya kufanya na siwezi. Kwa hiyo anafanyika kuwa faraja katika kuniwezesha ili niweze kuweza katika haya. Na kama yanakuwa ni magumu, labda shetani amekuja wakati natakiwa kufanya hiki na hiki, anafanyika faraja kunifariji katika yale magumu ili niweze kwamba nisikate tamaa nikapotelea katika hayo. Kuna watu ambao magumu yakiwafika wanapotelea, wanaacha na wokovu. Kwa hiyo anafanya kazi ya kunifariji ili nisije nikashindwa kuyaishi hayo ambayo nimepewa. Kwa hiyo yeye ndio kazi yake hiyo anafanya, na yuko katika utendaji wake. Lakini mlezi wetu, tunaishi katika fadhili zake, yeye ambaye ni Kristo Yesu aliyezibeba kwa ajili yetu, kwa sababu yeye ndio amepewa kutulea. Kwa hiyo anatulea. Sasa tunaona fujo na mambo magumu yalifanyika kule katika taifa la Israeli, wakashindwa kabisa kwenda kabisa, kwa sababu kile walichokuwa wametakiwa kwenda nacho, ambacho ndio kilikuwa ni fadhila kwao, hawakuweza kukibeba kwenda nacho, na hawakutaka kusikia wala hawakutaka kushauriwa. Kwa hiyo kwa jinsi hiyo wakajikuta mahali pagumu, kifo ndo kinatokea. Na kwetu sisi ambao tuliookoka, kifo cha kiroho hutokea. Maana kifo cha kiroho hutangulia kifo cha mwili. Kama tunavyojua katika mwanadamu alivyoambiwa Adamu na Hawa, aliambiwa mkila tunda la mti huu mtakufa hakika. Na tukasema kwamba kila kilikuwa kifo cha mwili, kile kilikuwa ni kifo cha kiroho. Maana wale walikuwa wanaishi rohoni na mwilini, lakini walikuwa wanaishi pamoja. Ndio maana waliweza katika uhalisia wa kuishi katika mwili kuweza kukaa karibu na Mungu na kuzungumza naye, kwa sababu walikuwa wanaishi kiroho na wanaishi kimwili. Kwa hiyo akaambiwa hiyo hamtaweza kuwa na nafasi tena ya kuwa na mimi, hamtaweza kuwa na nafasi ya kunisogelea, hamtaweza kuwa na nafasi ya kuwa karibu na mimi. Ndio hicho kifo kikawakuta. Ndipo sasa, kwa sababu kifo cha kiroho kilitokea kwao, hawakuwa tena na malezi wala matunzo ya kuwawezesha wao wabakie pale pa kuweza kuendelea kuzungumza na Mungu na kufanya yale ambayo yalikuwa yanatakiwa. Ndio ikawa rahisi kwa mwanadamu kuanguka katika mwili, na walipoanguka katika mwili, yani kuingia sasa kwenye mambo ya zinaa na nini, sawa sawa na Mwanzo sura ile ya 5:6, ndiposa matokeo yake kifo cha mwili kikatangazwa. Kwa sababu kifo cha roho kilitangulia kifo cha mwili, na ndio kifo cha mwili kikatangazwa. Kwa hiyo kifo cha mwili kikamfikia mwanadamu. Sasa fadhili ni malezi. Nikikubali mimi kuishi kwenye fadhili zake Mungu, nimekubali malezi. Na nikikubali malezi, nina usalama wa maisha yangu kuishi katika mwili, na nina usalama wa kuishi katika roho.
Yaani haina maana kwamba shetani hatakuja. Shetani atakuja, maana uwanja wake wa vita, uwanja wake wa mchezo wa mpira ni hapa duniani, na ni sisi wanadamu ndio walengwa wake. Timu ya upande wa pili ni sisi wanadamu. Lakini inapokuwa nimekubali kulelewa, tunakuwa na ulinzi wa kiungu. Na ni mambo mengi sana ambayo tunaepishwa nao, ni vile mengi anakuwa hayaonyeshwi kwenye uso wa damu na nyama. Mengi ile tunasema yanapigwa juu kwa juu. Huko kwenye ulimwengu wa roho yanatandikiwa huko, yanaishia huko. Wewe unaona unatembea, lakini kumbe ushaepushwa. Yaani ushaepushwa na kitu ambacho kilikuwa kinakuja kusababisha kifo chako cha kiroho. Lakini kama umekaa sawa na Bwana, kama umekubali kulelewa, kama umekubali kuishi kwenye malezi, na hiki ndicho ambacho sisi kama kanisa tunatakiwa kukizingatia. Hichi ni kitu muhimu sana, kukubali malezi. Kutokukubali malezi ni kusababisha vurugu mechi kwenye maisha yangu ambaye mimi mwenyewe sina uwezo wa kuyakabili. Ndio maana naona tuna matatizo mengi sana. Shida ni nyingi, sizungumzii shida ya kukosa chakula na kukosa kazi. Hayo ni ya ulimwengu huu, yapo. Lakini sisi tuliokoka tuna matatizo mengi ambayo hatukupaswa kuwa nayo. Lakini yote hayo yanakuwa yamesababishwa na kukataa kulelewa. Kukataa kulelewa ni kuzikataa fadhili zake Mungu katika eneo la malezi, ambayo uharibifu unafunguliwa mfereji wake. Yaani wakati mimi nakataa kulelewa, wakati ninafanya makosa, ninampa shetani, anakuja kuziba mfereji kwa unatoka kutoka kwake Bwana, unaachilia chochote kile ambacho kinatakiwa kuachiliwa sasa. Yaani kwa maana ya maisha yangu mimi. Asizungumza habari ya pesa, amani, furaha na hata pesa. Hata usawa, hata baraka, faraja, furaha na mengineo mengi, maisha mema, kukua kwangu kiroho, yote hayo yana mfereji, yanapita. Sasa wakati mimi nafanya mambo yasiyofaa, ni wakati ninampa shetani nafasi ya kuchukua jembe na vile vinavyofaa kuzuia, kuziba ule mfereji. Anajenga uzio wa kuzuia chochote kinachotoka kisinifikie. Kwa hiyo ambapo kinapozuilika sasa, mimi nabakia kwenye ukame. Naanza kuona kuna hali fulani ya rohoni. Kwanza kabisa nitaanza kuona siko uweponi, siko kwenye utukufu. Hiyo hali nitaiona ndani yangu. Nitaona niko kwenye ukame. Nitaanza kuona ukavu. Najiona niko mkavu. Nasema nimeokoka. Wanasema nimeokoka, na mimi nasema nimeokoka. Nitaimba na sifa nitasifu kanisani. Kama ni kuhubiri nitahubiri kama mimi ni mhubiri. Lakini kama mimi ni muumini nitakaa nitasikiliza, nitaandika. Lakini yote nitakayokuwa nafanya hayatakuwa na nafasi kwenye moyo. Kwa sababu ili yawe na nafasi na mimi na kuniingiza kwenye hatua nyingine, lazima yapokelewe kwenye moyo. Na mlango wa moyo nimeshaufunga mimi kwa kumpa shetani nafasi ya kufunga, kwa sababu ya aina fulani ya maisha ambayo nimejiingiza ndani, ama tabia hivyo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo najikuta kwamba kile ambacho nadhania kitakuja, utakuta neno ni zuri sana limenijia. Tuseme labda linafundishwa kanisani. Unaona kwamba kuna watu wanalipokea, lakini kwako unaona mlango hauko wazi. Yaani wewe uone kwamba kuna mlango unafunguliwa kupenya. Ni kwa sababu mlango umefungwa. Sasa kwa mimi kumruhusu adui kufunga huo mlango, sasa nimeruhusu mauti yangu ya kiroho itokee. Kwa sababu kile ambacho Adamu, mtu yule wa bustanini, aliambiwa asifanye, akifanya atakufa, na mimi kile niliambiwa nisifanye nikafanya, ndio nafa sasa. Kama walivyokufa wao, ndio nakufa. Na ili uweze kuelewa kwamba sio rahisi, ndio usifanye mzaa na wokovu. Kama ulishawahi kufanya mzaa na wokovu, usifanye mzaa nao tena.
na kama haujarejea kazana urejee, kwa sababu kuna kazi. Ili uweze kuelewa hichi ambacho tunachosema malezi, angalia gharama iliyotumika tangu anguko la Adamu mpaka Yesu akafika. Piga hayo mahesabu ya hiyo gharama ambayo Mungu alitumia, alafu ndio uelewe kwamba ni gharama gani itakayotumika kwako wewe ama mimi nitakapokuwa nimefanya upuuzi huo aliofanya Adamu.